Ya nusu finali mbili ni jambo la kumpongeza Mwalimu Fadlu na vijana wake. Haijakuwa nyepesi hata kidogo. Nusu finali ya kombe la shirikisho, nusu finali ya kombe la shirikisho jingine la CRDB ni mwendelezo chanya wa kikosi chetu. Bado hata kama tukichukua ubingwa Simba wa michuano yote ambayo tunashiriki, bado haiondoi ukweli ya kwamba tunajenga timu. Na leo umeona mwalimu amemuintroduce kijana mdogo kutoka under 20. Maana yake anaendelea vile vile kujenga timu yake kwa kutanua wigo wa kuchukua vijana kutoka timu za vijana za Simba. Kwa hiyo yote hiyo bado ni mapitio ya kuendelea kujenga timu. Kwa hiyo hata kama tunachukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa kombe la CRDB, ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika, bado ukweli hauondoki ya kwamba tunaendelea kujenga timu. Tofauti ni kwamba sisi ni timu kubwa. Huwezi kujenga timu ukiwa unashika nafasi ya 5, ya 6, ya 7 kwenye ligi, ama umeondolewa kwenye hatua za mwanzo za CRDB. Unajenga timu huku unapigania malengo ya klabu, kwa sababu mashabiki hawatakuelewa unajenga timu huku unashika nafasi ya 8. Kwa wakati unajenga timu huko unafanya vizuri. Ya nilipanga nitalia kama tungefanikiwa kwenda nusu finali kwa mbinde. Yani kama hata tungeenda kwa matuta hivi ama tungeshikilia roho, lakini ukiangalia mechi ilikufa kipindi cha kwanza tu. Baada ya goli la 3 la Joshua Mutale, mechi ikawa imefia pale. Kwa hiyo nikawa nakosa ile pressure ya kujua kulia hapa kuji bahati mbaya. Kulia inakuja kwa pressure. Una pressure kubwa kiasi gani ndio ambayo inachochea machozi na hatimaye unalia. So ukiangalia hii mechi nilitegemea ingekuwa na ugumu huo ambao ungeweza kunitoa machozi. Hasa uwezi kukaa dakika 45 nzima unajua tayari umeshafuzu kwenda nusu finali, alafu mwishoni uje ulie, itakuwa ni magilini. Kwa hiyo nimeshindwa kulia kwa sababu sijapata ile pressure ya kuniliza. Tumefurahi, tumefanikiwa kufuzu, tunakuingia hatua ya nusu finali. Haikuwa nyepesi. Wote tunafahamu Mbeya City pamoja na kwamba inashiriki ligi daraja la kwanza kwa maana championship, lakini ina wachezaji wengi wenye ubora na uzoefu mkubwa. Lakini kutokana na ubora wetu Simba Sports tumefanikiwa kuchukua kufuzu na kwenda hatua ya nusu finali. Yote ni mafanikio makubwa kwa sababu msimu uliopita hatukuweza kufika hatua ya nusu finali. Msimu huu kufika nusu finali, maana yake kuna ubora ndani ya timu yetu umeongezeka, na ndio ambao umetusaidia kufika hatua ya nusu finali hii leo. Tunakwenda kujipanga kuhakikisha kwamba anayekuja kwenye hatua ya nusu finali naye tunamfunga na hatimaye tunakwenda finali. Kwenye michuano hii ya kombe la CRDB, kadri unavyopiga hatua moja kwenda mbele ndivyo unavyokutana na mpinzani mgumu zaidi. Kwa hiyo leo Mbeya City, lakini mpinzani anayekuja kwenye hatua ya nusu finali unategemea atakuwa ni mbora zaidi. Maana yake tutegemee mchezo wa nusu finali kuwa mgumu zaidi, lakini sisi tumejiandaa kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na malengo mama ni kuchukua kombe la CRDB. Mchezo wa robo finali hauwezi kuwa mchezo wa daraja la chini. Mbeya City ni timu ambayo ina wachezaji top class, wakina David Mwasa, wakina Peter Mwalianzi, wakina Mudathir, na wachezaji wa kiwango cha hali ya juu mno. Joshua Mutale kufunga kwenye mechi yenye wachezaji wa namna hiyo, maana yake kuna kazi kubwa amefanya. Lakini ukimwangalia Joshua unaona kuna improvement kutoka mechi moja hadi mechi nyingine. Ni ukweli kwamba hajaanza vizuri tangu amekuja Tanzania. Hasa mwalimu anamtafutia mechi za kwenda kumpa confidence. Tumeona mechi iliyopita hapa na Bigman alifanya vizuri kwenye kombe hili la shirikisho na akawa mchezaji bora. Mechi ya leo tena amecheza vizuri, amefunga goli zuri. Kwa hiyo unaona anapata confidence mechi hadi mechi. Maana yake ni kwamba ikifikia point mwalimu akiridhika na kiwango chake, atakwenda kumpa mechi zenye ushindani na mechi zenye pressure kubwa zaidi, kwa sababu tayari atakuwa amesharidhika na ubora wake. Ya nilipanga nitalia kama tungefanikiwa kwenda nusu finali kwa mbinde. Yani kama hata tungeenda kwa matuta hivi ama tungeshikilia roho,
lakini ukiangalia mechi ilikufa kipindi cha kwanza tu. Baada ya goli la 3 la Joshua Mutale, mechi ikawa imefia pale. Kwa hiyo nikawa nakosa ile pressure ya unajua kulia hapa kuji bahati mbaya. Kulia inakuja kwa pressure. Una pressure kubwa kiasi gani ndio ambayo inachochea machozi na hatimaye unalia. So ukiangalia hii mechi nilitegemea ingekuwa na ugumu huo ambao ungeweza kunitoa machozi. Hasa huwezi kukaa dakika 45 nzima unajua tayari umeshafuzu kwa nusu finali, alafu mwishoni uje ulie, itakuwa ni magilini. Kwa hiyo nimeshindwa kulia kwa sababu sijapata ile pressure ya kuniliza.